Kwa Saidi Isa Mohamed ameidanganya mahakama, amesema uongo kwenye nyaraka kwamba alifanya kiapo hiki kwa niaba ya wengine. Sasa kisheria, kiapo kishaonekana kina mapungufu makubwa kama hayo, kinapaswa kifutwe, kikosekane kiapo na hatimaye ya maombi yao yasiwe na msingi wote. Sasa jaji ataamua nini, ni masuala ya jaji. Lakini amekwenda mbele zaidi. Saidi Isa Mohamed ametoa madai ya uongo akiziomba hizo nyaraka. Amejitambulisha sio tu kama makamu mwenyekiti wa zamani wa Chadema. Amesema kwa kiapo chake mahakamani kwamba yeye ni kiongozi mwandamizi wa Chadema Zanzibar ambaye anaendelea kutekeleza majukumu ya Chadema Zanzibar mpaka hivi sasa. Jambo ambalo ni uongo mtupu, kwa sababu uongozi wake ulikoma kwenye mkutano mkuu wa chama baada ya kuchaguliwa makamu mwenyekiti mwingine Zanzibar. Kwa hiyo haya madai yake kwamba ni kiongozi na anatekeleza majukumu ya chama Zanzibar ni ya uongo mtupu. Kwenye katiba yetu ya Chadema hakuna nafasi yoyote ya kiongozi mwandamizi, wala hakuna nafasi ya mwanachama mwandamizi, na hakuna majukumu yoyote ambayo Saidi Isa Mohamed anayafanya hivi sasa Zanzibar. Sasa ameamua kusema uongo huo ili kumshawishi jaji kama vile bado kwa kuwa anafanya majukumu ya chama Zanzibar na ana mamlaka kule Zanzibar, basi anataka hizo nyaraka na anasimama kwa niaba ya Wazanzibari, kitu ambacho ni uongo mtupu. Katika maombi yake vile vile maombi yao wamesema vile vile kwamba eti hizi nyaraka zote wanazoziomba waliziomba kwa katibu mkuu au kwa chama kwa njia za kawaida wakanyimwa, kitu ambacho ni uongo kabisa. Jumla ya nyaraka wanazoomba ziko kwenye makundi 7. Kwa ujumla ni nyaraka zaidi ya 42. Nyaraka pekee ambayo walimwandikia katibu mkuu kupitia kwa wakili anayetuwakilisha, waliomba tamko la mali la chama la mwaka 2024, nyaraka moja. Kwa sasa wameidanganya mahakama kwamba waliomba nyaraka hizi zote wakanyimwa, ndio maana wamekuja mahakamani, kitu ambacho ni uongo mtupu. Kwa tumeueleza huo uongo wote, na kwa uongo huo tu ukipewa uzito, haya maombi yao yanapaswa yatupiliwe mbali kabisa. Tumejenga hoja vile vile ya 6 kwamba wanatudai hizi nyaraka zote hizi, katibu mkuu na bodi ya wadhamini, wakati ambapo kuna zuio la mahakama la tarehe 10 mwezi Juni mwaka 2025, zuio ambalo limeendelezwa na uamuzi wa jaji wa tarehe 18 mwezi Agosti mwaka 2025. Sasa kwa zuio hilo la mahakama, mimi toka mahakama izuie tarehe 10 Juni 2025 sijawahi kuingia ofisi ya makao makuu ya chama wala ofisi yoyote ya chama. Sasa leo mtu ambaye amezuiwa na mahakama kushughulika na mali za chama, anatakiwa sasa alete nyaraka, na ili ulete nyaraka lazima uingie kwenye ofisi za chama, upekue mafaili, na kwa ukubwa wa taasisi kama Chadema na miktasari yote hiyo walioiomba, haiwezekani mtu mmoja anaitwa katibu mkuu au watu wanaoitwa bodi wakawa ndio wako na wanajua nyaraka moja baada ya nyingine iko wapi. Lazima utumie wafanyakazi wa chama, lazima utumie watumishi wa chama. Lakini toka zuio la chama lilipotolewa, wafanyakazi wa chama wako nyumbani, wafanyakazi wa chama hawalipi mishahara, ruzuku baadaye ikazuiwa, shughuli zimezuiwa. Kwa hiyo wameomba maombi ambayo kimsingi hayatekelezeki kabisa. Kwa tumeyapinga, tunasubiri uamuzi wa jaji tarehe 29 mwezi wa 9. Mimi niombe tu wapenda haki muendelee kufuatilia kesi hii. Lakini kwa kuwa mimi kule mahakamani sina locus stand, yani ni mlalamikiwa lakini nawakilishwa na mawakili, kuna mambo ambayo naweza kuyasema nje kwa kuomba nje, na naamini kama mahakama inanisikia bila kuingilia uhuru wa mahakama itayafanyia kazi ombi moja kubwa. Kuna msemo unasema justice delayed is justice denied. Sasa haiwezekani leo tarehe 10, haya ni maombi madogo tu, leo tarehe 10 pande zote zimeshajibu, uamuzi ukawa tarehe 29, wakati sisi hapa katikati shughuli za chama zinadhibitiwa kwa hii amri ambayo sisi tunaiona haiko sawa sawa. Mimi naamini bado jaji anaweza kutafakari ratiba zake
kama pengine yeye hana nafasi kusoma uamuzi kama huu, anaweza hata kuandika akampa msajili wa mahakama akatuita on notice, ukaja kusomwa na ili kesi ikapangiwa sasa kwenda kwenye hatua nyingine ya mbele. Kwa hiyo naona kwamba tarehe 29 mwezi wa 5 ni mbali sana, na upo msemo unaosema mwezi wa 9, tarehe 29 mwezi wa 9 ni mbali sana, na upo msemo unaosema justice delayed is just denied. Haki inayocheleweshwa ni haki inayonyimwa. Sisi tunaamini tunayo haki, sasa haki tunaiona inamwinywa.